tayari umekuwa kiunganishi kikubwa sana. Usiku wa manane, iwe asubuhi, usiku, mchana, simu unapokea, na kama kwenye majukumu utaandika message, na ukishaandika message baadaye unapiga simu, mwenyekiti, naomba maelekezo. Tumethamini sana hilo kwamba wewe na sisi ni kiungo, kwa sababu umezaliwa kwenye chama. Umekuwa katibu wa mkoa wa Mbeya, pia ukapata ngazi kubwa taifa, na sasa ni mkuu wa wilaya wa jimbo letu. Kwa tukaona kamati ya siasa kwa upendo unaoonyesha kwenye chama kwamba tukupe ishara tu ya hati hii, uipokee kama shukrani, pia na kukutia moyo, na haya itakuwa endelevu na kwa wengine viongozi ambao watakuwa wanafanya kama wanaofanya. Vinginevyo niseme nashukuru. Basi kwa nia ya halmashauri kuu, basi muda huu naomba nikukabidhi hati hii. Asante sana. Pongeza mkuu wa wilaya kwa namna unavyomwakilisha rais kwenye kipande chako cha utawala ngazi ya wilaya. Hongera sana. Sambamba na kupongeza, nimpongeze mkurugenzi wa halmashauri, nimpongeze mwenyekiti wa halmashauri, lakini pia niwapongeze wataalamu wote wa halmashauri, kwa sababu haya tunayojadili bila ninyi yasingeweza kufikia hapo yalipofikia, na changamoto tunazoziona huenda zinatokana na udogo wa bajeti. Kwa kuwa kasungula ketu ni kadogo, na kwenye kasungula yako kwenye eneo la idara ya elimu kata ya Msalala tumebahatika kupewa fedha. Sasa kabla sijajielekeza hapo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na ndugu mwenyekiti, niseme tu jambo moja. Sisi wengine ndani huenda tuko comfortable kuliko mkuu wa wilaya. Kwa kuwa mbele kuna mikeka, basi nikuombee kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Rais akukumbuke katika ufalme wake na akuketishe katika viti vya wakuu, nikiwa na maana atakapokuwa anateua tena akakuteue, na ikimpendeza akuache wilaya ya Mbeya. Ndugu mwenyekiti, sisi tumepewa fedha shule ya msingi Salala milioni 63, tumepewa shule ya Ndola milioni 88, lakini tumepewa fedha maabara shule ya sekondari Salala. Nipende kuishukuru sana serikali. Tumepewa zaidi ya milioni 180 kwa ajili ya idara ya elimu. Napenda kushukuru sana na naomba kuiunga taarifa mkono. Lakini upande wa maji, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nashukuru tulikuwa na upungufu wa maji kwenye kitongoji cha Msalala, lakini ninashukuru kwa jitihada mbalimbali kupitia Mheshimiwa mbunge ndugu Shida Patali, tunaendelea na mradi wa uchimbaji wa kisima pale ofisi ya Weo kata ya Msalala, ambapo kisima hicho kwa siku kitakuwa na uwezo wa kuzalisha lita 540,000, ambapo tumeambiwa maji hayo yataelekezwa kwenye kitongoji cha Msalala, na hali itapelekea kupunguza adha ya upatikanaji wa maji kwenye kitongoji hicho, wakati tukisubiri ukamilishaji wa mradi wa maji Tuwila Mbeya na Mbalizi. Kwa kipindi hiki tumepata zaidi ya shilingi milioni 600 kwa shughuli mbalimbali zinazoendelea. Tunachoomba, tunapongeza chama chetu kwa namna ilivyotekelezwa, lakini ninachoomba zile fedha ambazo zilionyeshwa kwamba zinakuja kwenye miradi kata ya Iwindi hazijatolewa bado, naomba zitolewe. Lakini naomba niwapongeze viongozi wa mashirika mbalimbali wakiwepo watu wa TARURA na TANESCO. Wako site, tunafanya nayo kazi pamoja, na changamoto zilizosalia tunaendelea kuwasiliana nao ili kazi ipate kuendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ilikuwa ni pongeze tu sana. Tumeendelea kufanya vizuri kwenye maeneo karibia yote. Kwa mfano kwenye mitihani hivi karibuni kidato cha 4 tuliipata 95.
matokeo ya kidato cha pili tulipata 93%, lakini matokeo ya kidato cha sita tulipata 100%. Zipo hoja za wajumbe, kwa mfano ipo hoja ya miundombinu ya elimu msingi na sekondari chakavu. Wamezungumza vizuri maafisa elimu wote wawili. Naomba kwenye eneo hili ni waahidi wajumbe, mmeona kazi kubwa iliyofanywa na rais wetu kuboresha, kukarabati, lakini pia na kujenga upya miundombinu ya elimu sekondari na msingi katika vijiji vyetu, katika kata zetu. Hili tumelibeba kimkakati, afisa elimu msingi, afisa elimu sekondari, tuendelee kufanya tathmini ya kina, tujue zile shule kongwe, zile shule ambazo zimekaa muda mrefu na ni chakavu, upande wa sekondari zipo ngapi, upande wa msingi zipo ngapi. Tuangalie uwezo wetu kwenye mapato ya ndani, tuna zile fedha zinazoletwa na Mheshimiwa Rais kufanya ukarabati. Nina imani kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani tutabaini zile ambazo zimezidiwa, ili tuzipe kipaumbele kila mwaka wa bajeti, tutakuwa tunapunguza moja baada ya nyingine. La pili, tunayo changamoto ya maji kwenye baadhi ya shule zetu. Natoa maelekezo mahususi pia kwa maafisa elimu wetu hawa wawili, msingi na sekondari, kwa kushirikiana na ndugu zetu hawa wa RUWASA, tufanye tathmini ya kina, tujue ni shule ngapi katika halmashauri yetu maji hayajaenda, ili tuangalie tunaanza na shule ngapi. Maana ni lazima tuhakikishe kwamba katika shule zetu zote maji yaende, ili kuwapunguzia watoto wetu ada. Kazi yao kubwa watoto watakuwa kusoma, sio kuchota maji shuleni. Lakini tatu, kwenye eneo hili la elimu, kuna baadhi ya shule zilizokamilika kutosajiliwa na kuanza kutoa huduma ya masomo kwa watoto wetu. Hili pia natoa maelekezo mahususi kwa afisa elimu. Umezungumza vizuri sana, msingi na sekondari, shule ambazo zimesajiliwa hivi karibuni, vipo vigezo ambavyo vimewekwa na serikali. Ili shule ifunguliwe inatakiwa iwe imekidhi nini, iwe imekamilisha nini na nini. Amefanua afisa elimu, tumelibeba sisi kama serikali. Tutachambua zile shule zote ambazo zimejengwa ambazo hazijakamilisha vile vigezo, tutaziweka pembeni, tutaongeza nguvu ili ziweze kukamilisha vile vigezo. Lakini zile ambazo zimekamilisha vigezo tutapushi ili ziweze kusajiliwa, watoto wetu waweze kuanza masomo. Lakini ipo hoja nyingine ya baadhi ya shule kutokuwa na umeme. Ndugu zangu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia serikali yenu ya awamu ya sita amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya umeme. Sitegemei shule yoyote ikose umeme. Nyie ni mashahidi, tuna vitongoji zaidi ya 310. Awamu ya kwanza tulipata umeme kwenye vitongoji 15, lakini hivi ninavyozungumza na ninyi tayari tumeshaletewa fedha ya kutekeleza mradi wa kusambaza umeme kwenye vitongoji 114. Maelekezo yangu kwa ndugu zangu wa TANESCO, tuhakikishe kwamba kwenye vitongoji 114 tunavipa kipaumbele, tunazipa kipaumbele shule pamoja na taasisi za serikali. Tuhakikishe shule zetu zote kwenye vitongoji 114 vinapata umeme. Lakini mwisho, kwenye hili eneo la elimu, baadhi ya shule kutofaulisha vizuri. Ndugu zangu, haya mafanikio niliyoyasema kwenye sekta ya elimu yanatokana na ninyi viongozi wetu wa kata, waheshimiwa madiwani, makatibu na wenyeviti, kuendelea kushirikiana na wazazi, kuwasukuma wazazi ili wazazi wasimamie taaluma za watoto wao, lakini pia kuishi vizuri na walimu wanaowafundisha watoto wetu. Rai yangu kwenu viongozi wetu, sisi kwa upande wa serikali tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, lakini na ninyi hakikisheni tunashirikiana na wazazi. Na unaweza ukaangalia shule hizi, inawezekana ni zile ambazo wazazi hawachangii chakula shuleni. Moja ya changamoto zinazopelekea watoto wetu kufeli kwenye baadhi ya shule ni watoto kutopata chakula cha mchana. Kushirikianeni kwa mpango huu wa kuwapa chakula watoto wetu unatekelezwa kwenye kata zetu zote, kwenye shule zetu zote za msingi na sekondari.
hodari